Naitwa Athmani P. Mtavangu, mkurugenzi mkuu mtendaji na meneja wa vituo vyetu vya Modiu Islamic Seminari. Sisi Modiu Islamic Seminari tunapenda kuwaeleza juu ya swala la kwamba kwa sasa tunatangaza nafasi za kidato cha 5 kwa mwaka 2025-26. Mpaka sasa nafasi zimebaki chache, kwa hivyo shime alaikum Waislamu wote katika nchi hii na walio nje ya nchi hii kwamba kuna nafasi za kusoma vijana wetu katika shule yetu ya Modiu Islamic Seminari. Kwa hivyo tunawaalika na tunawaomba wazazi mwalete watoto wenu katika shule yetu hii, kwa sababu kwanza watapata elimu ya dunia yao, kwa maana elimu ya mazingira, lakini vile vile watapata elimu ya dini yao kwa ajili ya maandalizi bora ya dunia yao na akhera yao, kwa sababu haipatikani dunia ila kwa elimu, haipatikani akhera isipokuwa vile vile kwa elimu. Na ukivitaka vyote hivyo pia unatakikana usome ndio vipate, kwa sababu dunia hupatikana kwa elimu na akhera hupatikana kwa elimu, na vyote viwili hupatikana kwa elimu. Uislamu, elimu ndio msingi mkuu wa kupata maarifa ambayo hutoa miongozo mbalimbali katika masala yote ya kidunia. Ukitazama jamii iliyoendelea yoyote ile itakuwa ilitoa kipaumbele katika elimu, na jamii iliyo nyuma siku zote ni jamii ambayo haijatoa kipaumbele katika elimu. Umuhimu wa elimu kwetu sisi kama Waislamu na jamii kwa ujumla ya Kitanzania, tunalazimika kusoma. Tunalazimika kuwasomesha watoto ili tupate kizazi chema baadaye ambacho kitakuwa na elimu, ili waweze kuishi vizuri katika mujtamaa, kwa maana katika jamii yao, na kadhalika waweze kuishi vizuri katika maisha yao baada ya kutoka hapa duniani. Kwa hivyo sisi tunatoa elimu zote ambazo zinahitajika kwa mwanadamu, kwa maana elimu za sayansi, elimu za sanaa, elimu za biashara, elimu za fani, na kwa sasa sisi tumeongeza fani ya kompyuta, na sisi ni katika shule chache ambazo zimeteuliwa hapa Tanzania kutoa elimu ya mafunzo ya wanaita elimu za amali. Kwa hiyo tunatoa mafunzo au elimu ya amali katika mchepuo wa kompyuta. Na kwa nini tumechagua kompyuta? Kwa sababu dunia ndiko inakoelekea. Mambo mengi sana siku hizi hufanyika kwa kompyuta. Elimu za artificial intelligence, elimu za mambo mbalimbali sasa hivi zinatawalika kwa njia ya kompyuta. Kwa hivyo tunawafunza wenetu au wanafunzi wetu katika masuala ya kompyuta, lakini vile vile tunawafunza watoto wetu juu ya Qur'an, kitabullah, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukisoma na kuhifadhi, ili waweze kuelewa yale Mola wao aliyotaka kwao na namna gani wanaweza wakaishi katika hii dunia bila kupata majeraha mengi ya dunia. Dunia ina mambo mengi sana, kwa hivyo wenetu tunawaelekeza katika Qur'an, lakini vile vile tunawafunza juu ya dini yao, kwa maana fiqhi, tauhidi, masuala ya lugha ya Kiarabu na mambo mengineyo ambayo yanahitajika kama nyenzo ya kuijua dini. Elimu zote tatu atapata hapa: elimu yake ya dunia, lakini kuhifadhi Qur'ani, lakini vile vile atapata elimu ya dini yake, kwa maana masomo kama tuliyotaja na yakariri mara kwa mara, ili watu waelewe kwamba watasoma tauhidi, namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, watasoma hadithi kwa maana maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watasoma fiqhi kwa maana ya kujua sheria za Kiislamu na mambo mbalimbali katika ibada, kadhalika watasoma lugha ya Kiarabu kama nyenzo sahihi na nyenzo muhimu ya kujifunza lugha dini yao, kwa sababu dunia yetu ni mila iliyokamilika. Sasa hakuna mila isiyokuwa na lugha yake. Dini ya Kiislamu lugha yake ni Kiarabu, na ndio maana Qur'ani imeshuka kwa Kiarabu, na ili uelewe vizuri lazima uwe mjuzi wa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo tunawafunza wenetu katika hilo. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika nafasi hizi za kidato cha 5. Tunatangaza kidato cha 5 kwa sasa kwa form 5, na tunaomba kwa kweli wazazi tuleteni watoto tuweze kuwafunza. Sisi ndio kazi yetu. Sisi ndio amana ambayo tumekubali kujibebesha. Mtubebeshe amana ya kuwalea watoto, kuwarakiz katika masala ya kiakhlaki, kuwalea katika masala ya kitabia, wawe na tabia njema,
wapate miongozo ya sawa sawa na ilmu ambazo watazihitaji hapa duniani na kesho ya akhera insha Allah. Baada ya kusema hilo, jambo la pili, mzazi anawajibika sana, na hili tunawaomba sana wazazi na walezi wenzetu kuwachagulia, kuwakhtaria watoto walimu wa kusoma. Ni katika jukumu letu la walimu wa kuwasomesha. Ni jambo ambalo watu wameshindwa kulibeba katika malezi, kwa sababu malezi huanzia wakati unakhitari mke na wakati unakhitari mume, yani wakati unachagua mke na wakati unachagua mume. Pale ndo unataka uone mwanao awe na tabia zipi. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwaelekeza wale wenye mabinti anawaambia, idha atakum man taradawna dinahu wa khulqa fazawijuhu, atakapomijieni mtu ambaye mnamkubali dini yake, la kwanza, la pili tabia yake, basi muozesheni. Kwa nini? Kwa sababu tabia na dini ya yule mtu ndio atakayeambukiza kwa watoto wake. Kadhalika wanaume nao wakapewa, wanapoenda kutafuta mwanamke, basi waangalie dini yake, kwa sababu dini ndio itakuwa muongozo wa kila kitu. Baada ya hapo malezi huendelea mpaka inafikia hatua unawajibika wewe kama mzazi kumlea mwanao kwa kuhakikisha unamchagulia shule au walimu waliokuwa bora. Inna hadha ilmu dini, elimu hii ni dini, elimu ni dini. Basi tazameni, fandhur an man tahfuna dinakum, basi tazameni mnachukua dini hii kwa nani? Min man ta'khudhuna, kwa nani mnachukua dini yenu? Ikiwa kwamba dini yenu mnaichukua kwa kila mtu tu ovyo ovyo, sehemu zisizopangika, sio na utaratibu, mtapata watoto hivyo hivyo baadaye hawana utaratibu wala miongozo. Serikali itapata wala rushwa, jamii itapata majambazi, taabu zitakuwa nyingi. Kwa sababu gani? Kwa sababu watoto wale watakuwa hawajalelewa katika misingi ya sawa sawa, walipelekwa kwenye shule mradi tu wakachume dunia yao. Lakini hapa malezi yatachangia kwa kiwango kikubwa. Sasa malezi yetu pia yanahusisha na nafsi na roho ya mtu. Fa inna fil jasadi mudgha idha salahati salaha al jasadi kullu, hakika katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, kitakapolelewa vizuri, katengemazwa vizuri, basi utaona jamii yote inaongoka. Wa idha fasadati, na kifisidika hicho kipande cha nyama, kwa maana huo moyo au nafsi ya mtu ikafisidika, fasada jasadi kullu, kiwiliwili chote kitafisidika na jamii itafisidika. Utapata watu wa mihadarati, watakuwa wanakula mihadarati kama mabangi, masuala ya mirungi, masuala ya masigara, mambo mengi. Watu watakuwa wanaingia kwenye kuharibu miili yao na akili zao. Kwa hivyo wazazi, tunawaomba sana ndugu zangu, tunawaomba sana ndugu zetu, mtuletee watoto katika swala kusoma katika kidato cha 5 katika shule yetu. Na wale wa kidato cha 6 ambao wanapenda kuhamia pia tunawaruhusu, lakini ikishafikapo mwezi wa 7 tunafunga hilo, wakishawasili wote wale form 5 tunafunga hilo dirisha la kuhamia form 6, kwa maana interview hazitokuweza kupatikana, kwa sababu kwa kidato cha 6 haturuhusu madarasa. Kidato cha 4 cha pili cha 6 mara nyingi haturuhusu mambo ya kuhamia kama sera zetu zinavyosema. Lakini kwa sasa hawa wanaingia form 6 bado hawajamalizikia kumaliza mitihani yao ya kufunga ili waingie form 6, basi hapa unaweza ukamleta akafanywa interview na akajiunga na wenzake. Kwa hiyo pia tunatoa nafasi na fursa hiyo. Kubwa, eleweni kwamba elimu hii ni dini, na tazameni mnaichukua kwa nani. Ndio maneno yangu na usia wangu kwenu kwa leo. Elimu hii ni dini, na tazameni mnaichukua kwa nani.